Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Majina yangu ni Mamake Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, namna ya kusali rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Kama bado hujasubscribe, na kusihi usubscribe. Kusubscribe hakuna gharama yoyote. Karibu kwa masomo ya misa Dominika ya 5 ya Kwaresma, tuko mwaka C. Somo la kwanza, Isaya sura 43 mstari wa 16 hadi 21. Tazameni, nitatenda jambo jipya na nitawanywesha watu wangu wateule. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi: yeye aliyefanya njia ya kuvuka katika bahari, njia kati ya maji ya kutisha, anayeongoza vitani magari na farasi, pia na jeshi kubwa mno, mpaka watakapojilaza kifudifudi, wala hawatasimama tena, wametoweka mfano wa utambi uliozimika. Msiyakumbuke ya zamani, msiyafikirie yaliyopita. Tazameni, nitatenda jambo jipya, hata limeanza kuonekana. Je, hamlioni bado? Ndio, nitapasua njia jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa porini watanitukuza, mbweha na buni, kwa sababu nitatoa maji jangwani, mito katika nyika, ili kuwanywesha watu wangu wateule. Taifa nililoliumba litatangaza sifa zangu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 126 mstari wa kwanza na wa pili A na B, wa pili C na D hadi 3, 4 na 5 na mstari wa 6. Kiitikio ni mstari wa 3. Maneno ya kiitikio: Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. 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 Bwana alipowarudisha mateka wa Sioni, tulikuwa kama wanaoota ndoto. Hapo kinywa chetu kilijaa kicheko, na ulimi wetu kelele na furaha. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Ndipo aliposema kati ya mataifa, Bwana amewatendea makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana uwarudishe wafungwa wetu, kama vijito uko
machozi, watavuna kwa kelele na furaha. Bwana alitutendea makuu, tulikuwa tukifurahi. Anayekwenda huku akilia, akichukua mbegu za kupanda, atarudi kwa kelele za furaha, akibeba miganda yake. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Somo la pili. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 hadi 14. Kwa ajili ya Kristu nimekubali kupotewa na yote, hivyo nikilingana na kufa kwake. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi. Ndugu zangu, nafikiri kwamba mambo yote ni hasara nikiyafanisha na ubora wa kumjua Kristo Bwana wangu. Kwa ajili yake nimekubali kupotewa na yote. Kwa maoni yangu, yote ni kama takataka. Bora nimpate Kristo na nikae ndani yake. Sina utakatifu utokao katika sheria, bali upatikanao kwa kumwamini Kristo. Ndio utakatifu utokao kwa Mungu kwa njia ya imani. Yote nitakayo ni kumjua yeye na uwezo wa ufufuko wake, na kushiriki mateso yake. Hivyo nikilingana na kufa kwake, naweza kutumaini kufikia vile vile ufufuko kutoka wafu. Si kama nimekwisha shida au kwamba nimefikia ukamilifu, la, lakini ninapiga mbio nipate kuutwaa, kama mimi ninavyotwaliwa na Yesu Kristo. Ndugu, sidhani kwamba nimekwisha shinda, lakini jambo moja ninalifanya, kuyasahau yaliyopita, nikikimbilia yaliyo mbele. Ninapiga mbio niifikie utuzo ya juu iliyoniwekea Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa maana mimi ni mpole na mwenye huruma. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili, Mwinjili Yohane sura ya 8 mstari wa 1 hadi 11. Kama mmoja wenu hana dhambi, atangulie kumtupia jiwe. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu alienda kwenye mlima wa Mizeituni. Asubuhi yake alikwenda tena hekaluni. Watu wote wakamngojea, naye akaketi akawafundisha. Basi waandishi na Mafarisayo wakamleta mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa katika uzinzi. Musa ametuamuru katika sheria kuwapiga mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje? Walisema hivi wamjaribu, ili wapate neno la kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika udongoni kwa kidole. Nao walipoendelea kumhoji, aliinuka akawaambia, kama mmoja wenu hana dhambi, atangulie kumtupia jiwe. Akainama tena, akaandika udongoni kwa kidole. Waliposikia hayo, walitoka mmoja mmoja, wakianzia na wazee hata mtu wa mwisho.
Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke akisimama katikati. Basi Yesu akainuka akamwambia, "Mwanamke, wako wapi waliokushtaki? Hakuna aliyekuhukumu?" Naye akajibu, "Hakuna, Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Nenda zako, lakini toka sasa usitende dhambi tena." Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.